na tafsiri sisi kuzua, ahadatha kuzua nani, lakini hii zuri iftirai tuiache kwa sababu hujahitaji umesimulia katika hadithi hii. Man ahadatha fi amrina hadha, haikomi hapa, ma laysa minhu fahuwa raddu. Kullu shay'in mardudu ila kitabillahi fama wafaqa bi kitabi fakhudhuhu fama khalafa fad'uhu. Labda tu kabla ya kulijibu, kama niingie katika misingi ya kutafsiri sheria. Ya kusema kutafsiri sheria na kusudia kutafsiri Qur'ani au kutafsiri hadithi. Katika usulubu wa tafsiri kuna tafsiri biakili Islami, yani biitikadi Islami, kwa itikadi ya Kiislamu, ili uelewe nije katika haya. Inna fatahna laka fatahan mubina yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Nakuja kurudisha ile tu kuitafsiri sehemu ile ili kwa ajili ya kuweka mifano ili tuelewe. Kutafsiri kwa akili ya Kiislamu au kwa itikadi ya Kiislamu, sisi tuna itakidi mitume ni maasumu, hawakosei, lakini aya inasema tumekufungulia fataha ili akusamehe makosa uliotanguliza na uliochelewesha. Sasa madhambi ya mtume ni yapi? Ili vitafsiri aya simezungumza madhambi ya mtume ni yapi. Sasa katika tafsiri ya Kiislamu au tafsiri biimamu Islam, kwa mtume hana madhambi, lakini hapa kumetumika usulubu wa kilugha. Dhambi ni fikira za wale Quraysh kwamba mtu ambaye anatukana waungu ni kosa kubwa sana, tena katika sheria za Namrudi inabidi huyo mtu achomwe kwa sababu ametukana nini? Waungu. Sasa kuyafuta yale madhambi si kuyafuta katika nyoyo za wale watu ambao wanaitakidi hivyo, tuyafute. Walikuwa wanaitakidi kwamba una dhambi, leo wamejionea wenyewe wakaona kumbe hana dhambi, ni sisi ambao tuna makosa. Ndio ufutaji wa nini? Wa madhambi. Angalia ile Fathu Makkah, watu wamevunja masanamu wao wenyewe. Kwa sababu gani? Wamejua kwamba huyu hana kosa, anayekosa ni sisi, ameondoka katika nyoyo. Ile itikadi ya kwamba mtume ana madhambi imekuwa hai. Ndio usulubu wa kutafsiri Qur'ani. Kwa nini? Kwa akili ya Kiislamu, kwa itikadi ya nini? Ya Kiislamu. Ushaelewa hapo kwanza? Turudi katika hadithi hiyo. Imetumika man ahadatha ma laysa minhu wa huwa raddu. Hadithi inajitafsiri, mtume anatafsiri maneno yake yeye mwenyewe. Mwenye kuzua katika jambo ambalo halimo katika hii dini. Dini ni nini? Dini ni nini? Qur'ani na nini? Ni vyombo vya kuchukulia sheria. Ukazusha jambo ambalo laisa hii laisa minhu, kama anasema laisa minna, si katika sisi, yani si Muislamu. Sasa laisa minhu halimo katika dini, linapingana na nini? Na dini. Ma laisa minhu fahuwa raddu, anarudishiwa. Kuna mambo ya balagha, kuna mafuhumu muwafaqa na mafuhumu mukhalafa mantuq. Mwenyezi Mungu anakuambia
usile yule ambaye hajatajwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini haya ni matamshi. Mafhumu ni nini? Ukimchinja kwa kutaja jina ule. Sasa tuje katika hii hadithi. Kabla ya kuitafsiri, kuangalia haya matamshi yenyewe. Mwenye kuzua katika dini yetu hii, ma laysa min, jambo ambalo halimo katika dini yatanunishiwa. Jambo likiwa limo, kumfahamu Mtume hajakataza kuzusha, kuanzisha, lakini amekataza kuanzisha jambo ambalo halimo katika dini. Ambalo limo katika dini harudishiwi, ambalo halimo ni kwamba mafuhumu kwanza ya Mtume ni kwamba katika kuzusha tumekatazwa kuzusha mambo ambayo yanapingana na dini. Ni kwamba jambo Mwenyezi Mungu amekataza, anapinga kwamba pombe haramu, wewe ukaihalalisha. Sinapingana. Hili jambo halifai, wewe ukasema linafaa. Sinapingana. Mtume alipokataza. Sasa labda kiutaalamu natakiwa ujibu swali lilivyoulizwa, sababu tuko tuogelea zaidi kwa chanzo nini, kuna fikra hizi, lakini hadithi hii inazungumzia Mtume anakataza jambo ambalo linapingana na dini. Lisilopingana na dini kulianzisha au kulizusha hajalikataza. Kama amesema man ahdatha fi amrina hadha ma fi amrina hadha fahuwa rad, mwenye kuzua katika dini yetu hii basi anarudisha. Lakini anasema ma laysa min, imetajwa sifa ya hicho ambacho unakifanyaje, unakizua, kiwe ma laysa min. Kikiwa si ma laysa min, rudishiwi. Na akaendelea kwamba kila kitu kinarudishwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kikiafikiana kichukue, kikitofautiana kiache. Ndio radu, ndio mafhumu ya